Liberation Hour. Liberation Hour. Ni saa ya ukombozi. Biashara yako imekamatwa, haipati mwendo. Uchumi wako umeanguka, wewe ndugu yangu. Usikate tamaa, wewe. Ujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha saa ya ukombozi, kwa lugha nyingine Liberation Hour. Tunakukaribisha msikilizaji wakati huu, tuombe radhi tu kwa sababu ya muda nao kwenda mbali kidogo, lakini pia wakati mambo ya mitandao hapa ilikuwa nje ya uwezo wetu, lakini tumerejea tena katika masafa haya msikilizaji kupitia kipindi cha saa ya ukombozi. Msikilizaji, wiki iliyopita Apostle Vincent alisafiri katika somo zuri kweli kweli, ambapo wengi wao hakika walifurahishwa na somo hilo Bastard, ambalo kwa upande mwingine ilikuwa na lugha nyingine ambayo ilikuwa na tafsiri ambayo ya Kiswahili katika kujitoa kwenye mambo ya Kiaramu. Lakini wakati huo pia hii leo katika siku ya Jumapili hii msikilizaji, Apostle Vincent tena atasafiri na somo hilo, ambapo basi wengi wao wasikilizaji pengine kama uko katika safari ama pengine huko nyumbani wakati huu na uko tayari kwa ajili ya kusikiza kipindi hiki, yamkini pengine wengine wako hospitalini na wako tayari kwa ajili ya kutegea sikio, na wanaamini kupitia sauti ya mtumishi wa Mungu Apostle Vincent wataweza kufikiwa kwa kina na kuweza kuzijua siri kubwa zaidi za Mungu na watu wakaweza kuishi kupitia siri hizo. Na basi msikilizaji, hii leo tunakukaribisha katika kipindi hiki kwa takriban dakika 60 pekee, na mambo yatazidi kwa mazuri zaidi na uzidi kuwa pamoja nasi. Na kwa lolote lile ambalo basi pengine utakuwa na shauku ama na namna ya kuweza kuwasiliana nasi hapa mezani, nigeuke katika meza ya pili ya mawasiliano. Lydia, habari za wakati huu? Nzuri Geoffrey, habari ya Jumapili? Jumapili imeenda vizuri kabisa. Natumaini umefurahia. Kwa hakika sauti yangu kama unavyosikia inaashiria kufurahia Jumapili hii. Na msikilizaji, wakati huu kabla ya kupoteza muda, pengine mawasiliano kwa njia ya simu na namna ya kuweza kuwasiliana nasi. Namba yetu ya simu ni 0754287424. Kwa yote ambayo yuko tayari ama atakuwa tayari kutuma message kwa maswali ama kutuma ujumbe wowote ule. Labda nirudie tena kwa wale ambao ndo wanaanza kusikiliza leo. Ni 0754287424. Asante kwa mawasiliano hayo msikilizaji. Basi utapata fursa kuweza kushiriki nasi hapa mezani kupitia kipindi hiki, na kumbuka basi unatupata kupitia 93.0 MJFM ikitangaza moja kwa moja kutoka Arusha hapa Tanzania. Naam, turejee moja kwa moja kutoka hapa meza ya kwanza, tunaelekea meza nyingine ya pili kwake baba Apostle Vincent. Bwana asifiwe. Amen, Bwana asifiwe sana. Amina, karibu sana baba. Nashukuru sana. Naam, tuko tayari kukusikia sasa. Kwanza kabla sijaendelea niwapongeze nyie waandishi, leo ni siku ya habari duniani. Amina. Na nafuatilia sana na nawapongeza kwa siku ya leo, japo mnapita kwenye vita nyingi. Nimesikitika mmeanza mjajipongeza, lakini huwezi kujipongeza. Acha mimi niwapongeze. Leo ni siku ya wanahabari, mnaungana na wanahabari wenzenu duniani kuadhimisha siku ya leo, na pia mko kwenye kazi ngumu kuleta information, taarifa kwa watu, habari kwa watu, lakini pia mnachukiwa, mnapigwa vita kwa sababu ninyi mnaonekana ndio waanzishaji wa shida, lakini kialisi mnyi mnaziweka wazi na mnarahisisha. Na pia Mungu pia awasaidie katika nchi yetu ili
na ni habari iwe na uhuru zaidi, kwa sababu katika nchi yetu waziri anaweza kulifungia gazeti lolote ama chombo chochote cha habari kwa akijisikia tu akiwa na hamu anaweza fanya. Kwa hiyo tunaomba waandishi wa habari waachiliwe, kwa sababu tangu mwanzo walikuwepo, tangu enza Biblia walikuwepo, na ni watu waliorahisisha kufungua fahamu za watu, kuwafanya watu wajue vitu. Pia walihitaji kuhifadhiwa sana, japo waliuawa kuanzia zamani hizo, walikuwa wanauawa. Na leo nilikuwa nafuatilia ile swala, ninalijua kila mwaka duniani tarehe kama leo huwa ni siku hiyo, na mimi nilikuwa mmoja kati ya watu walioomba jana usiku kuombea waandishi wa habari duniani. Amina. Kwa hiyo ninapenda kuwapongeza katika nafasi hiyo. Na Jumapili iliyopita tulijifunza kuhusiana na lose yourself from the shackles of bastard, ama kutoka katika minyororo ya uharamu. Tulijaribu kuliweka hili kama ulivyotangulia kusema pale mwanzo, na somo la bastard ni somo kubwa, na pia nilipata taarifa nyingi ama message nyingi kutoka kwa wasikilizaji wetu walisikiliza. Nimepata shuhuda zingine zinatisha kabisa za watu ambao walipitia huko, na bahati nzuri kumbe wakati tunajifunza kuna wengine wako na wazazi wao, na pia wazazi walikuwa wanawaeleza kwamba hichi kinachosemwa hapa, mimi wakati nakuzaa ilikuwa hivi. Kwa hiyo ilisaidia. Hata baadhi yao leo waliniambia wangekuja kanisani, na shukuru pia walifika. Kwa hiyo tunafurahia kwa sababu ya kulitendea kazi neno ili watu waweze kutoka. Labda niendelee kutokea pale tuliishia Jumapili kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 12 ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 4. Tunajifunza kutoka ama kujitoa mwenyewe kutoka kwenye minyororo ya hiyo roho ya uharamu. Tukaangalia sana kuhusiana na hiyo roho ya uharamu. Mwanzo 12 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 4. Shackles ni minyororo ambayo inaweza kumlemea mtu, lakini hii haionekani kwenye ulimwengu huu wa mwili. Huwa kazi zake ndio zinazoonekana kama vile laana. Kazi za minyororo hizi hazionekani vile mtu amebeba, lakini maisha yanaonekana huyu mtu amelemewa na minyororo. Ni mzigo mzito sana ambao ukimshika mtu unaweza kumfumua mtu akawa kituko kabisa, mtu anakuwa si mwanadamu wa kawaida, hii minyororo inapokuwa pale. Kwenye wiki hii kule Uingereza, mimi sio mpenzi wa football, lakini ni mtu wa information. Kule Uingereza wiki hii kuna mmiliki mmoja wa timu inaitwa Chelsea, anaitwa Abramovich. Huyu bwana ni raia wa Urusi. Si mtu mkubwa sana wa umri, mtajiri. Mtoto wake ana miaka 18 sasa hivi, firstborn wake. Huyu firstborn wake ana umri wa miaka 18. Basi unaweza kuona huyu bwana si mkubwa sana kwa umri, wala si kwamba alichelewa kama wanavyochelewa wengine, lakini ni tu yuko hapo. Mtoto wake alikuwa anafanya si utani. Mtoto wake anamwambia baba yake ampe hiyo timu ya Chelsea, yani amuuzie. Huyu mtoto mdogo wa miaka 18 amemwambia babake aniuzie. Unajua hii timu ya Chelsea ikicheza, siku inacheza mpira, mke wake anajiremba. Yani mke wa yule bwana mmiliki anajiremba kwa vipodozi vya pamoja na mavazi na viatu na kila kitu atakavaa siku ile, ina cost kwa hela Tanzania kama milioni 11 hivi. Kwa hiyo hao watu ni tajiri, ni bwana wa Kirusi, ni tajiri sana duniani. Sasa mtoto wake wa miaka 18 ndio kitu nitaka kuzungumzia hapo. Mtoto wake wa miaka 18 anataka baba amuuzie timu, si mchezo wala watani serious. Sasa huyu mtoto wa miaka 18 anataka baba amuuzie klabu hiyo aimiliki yeye. Sasa Jeff, mimi nitakuuliza inbox baadaye. Unikumbushe kwamba wewe ulipokuwa na miaka 18 ulikuwa unamiliki kiasi gani? Na maana huyu mtoto ana miaka 18 anataka kununua timu ya mabilioni. Kwa hiyo tutakapomaliza kipindi utanisaidia inbox watu wasisikilize hilo. Na kwa nini nataka kuzungumzia hivi? Mwanzo 12 mstari wa kwanza hadi wa 4. Ibrahim alikuwa na miaka 75, hajamiliki hata kijiko. Huyo alikuwa ni mtu mzima mwenye miaka 75. Kwa hiyo nataka kuzungumzia ni kwamba hii roho inapoweza kumshika mtu, huwa inamfanya huyu mtu unakuja ukiwa na ndoto, unakuja ukiwa na miliki kubwa duniani, unakuja ukiwa na vitu vya kutisha. Lakini sasa hii roho ikimshika mtu, huyu mtu anakuwa mtu wa kawaida kabisa. Ni sio kawaida, inakufanya unakuwa si miongoni mwa wanadamu katika dunia. Ndio maana tunazungumzia kuhusiana na hii roho ya bastard. Ni nguvu ambayo inamfanya mtu anakuwa inamfumua sana mwanadamu. Inakuwa ni mtu anapoteza
ile heshima yake, enzi yake, ubora wake inakuwa hivyo. Kwa hiyo Ibrahim anakuwa na miaka 75 anashindwa kumiliki chochote. Sasa angesimamishwa kipindi hicho na huyo kijana miaka 18 ilikuwa ni aibu nyingine. Kwa hiyo hii roho inamfanya mtu anakuwa aibu kabisa katika dunia, na ni roho ambayo inamchosha, inamlemea mtu, anashindwa kufikia vitu vyake. Hii roho ya bastard ambayo nilieleza, na leo pia nitaenda hapo kwenye kitabu cha Mwanzo 38 mstari wa 24. Biblia inazungumzia kuhusiana na hii roho ya haramu. Nasema ni mimba yoyote iliyotungwa, mimba yoyote ambayo imepatikana nje ya ndoa, nje ya agano la ndoa. Na leo wazazi wataona kwamba huwezi kutenganisha mabaya yaliyopo katika dunia na familia. Family inahusika sana kwenye haya mambo. Shetani akisaidiwa na wazazi wenye uzembe ama wazazi wasiojua haya mambo, wanamsaidia shetani kufanya. Mimi nilikuwa nafanya huduma kwenye kitu kinachoitwa 10x40 windows, ama nchi zilizouzwa kwa shetani, kufanya ukombozi wa nchi, familia na vitu kama hivyo. Kuna nchi moja Afrika tulifanyia uchunguzi, ama tulikuwa tunafanya research kwenye hiyo nchi. Tulikuta 92% ya wafungwa wa gereza kuu la nchi hiyo walikuwa ni watu waliotokana na hii spirit ya bastard. Kwa hiyo tunaweza kusema leo katika dunia asilimia 92 ya mabaya katika dunia yanachangiwa na hii roho ya bastard. Kwa hiyo shetani si moja kwa moja yeye, lakini pia wazazi wazembe wanahusika sana kusababisha magereza hayo kujaa na vitu kama hivyo kufanyika katika hii dunia. Kwa hiyo watu wanatakiwa wa makini sana, wazazi wanahusika kwenye hili. Huwezi kutofautisha, huwezi kutenganisha kati ya mambo mabaya katika dunia na wazazi. Wazazi wanahusika sana kufanya mambo yawe hivi yalivyo. Na tunapozungumzia kuhusiana hii nguvu ya bastard, ni mimba yote ambayo ni haramu. Sasa na kitabu cha Mwanzo 38 mstari wa 24 anasema kwamba mkweo amepata mimba ya haramu. Kwa hiyo kuna mimba za haramu. Japo nilizungumzia Jumapili kwamba katika haki za watoto na haki za binadamu duniani kitu hicho kimejitahidi kuondolewa, lakini kinaendelea kufanya kazi. Unamtetea mtu akiwa bado anateswa na hiyo nguvu. Unamtetea mtu lakini bado anateswa. Hii sasa ni siasa. Lakini kiroho ili mtu aweze kutoka, kuna vitu vya kushughulikia ambao vipo katika maisha ya watu. Kwenye Mwanzo 38 mstari wa 24 anasema mkweo amepata mimba ya haramu. Hapa anasema kuzaliwa nje ya ndoa. Mtu yote anayezaliwa nje ya ndoa. Nje ya ndoa maana yake ni kwamba kuzaliwa nje ya agano la ndoa, ni baba na mama, mke mmoja mume mmoja, lakini wanaposhindwa kuingia kwenye ile agano la ndoa. Ndoa kama ndoa ina baraka kubwa sana za kiungu. Watu wanapokuwa hapo, na ndio maana pia wanandoa wanapaswa kufunga ndoa zao ama kubariki ndoa zao. Kwa sababu watu wanapokuwa pale, mtoto anayezaliwa pale anakuwa ni bastard. Kwa sababu ndoa si swala tu la mwanaume na mwanamke kujisikia kuoana, hapana. Ndoa lazima Mungu ahusike. Kwa hiyo Mungu anapokuwa hahusiki katika ile jambo, chochote kinachotokea pale kinaitwa bastard. Yaani kinakuwa ni haramu. Kwa sababu ndio maana Biblia inasema ni kama vile tuzo. Huwezi kupata tuzo bila kwanza kushindana. Huwezi kupata mtoto bila kwanza kuoa ama kuolewa. Na huyu mtoto kuoa ama kuolewa hapatikani tu kwa sababu baba na mama wamekutana. Huyu mtoto lazima kuwa na baraka za Mungu pale ndani. Na ndio maana Biblia inasema kwamba ndoa anataja kwenye kitabu cha Mhubiri kwamba ndoa ni muunganiko wa watu wa nafsi tatu kubwa, ambayo inazungumzia Mungu mwenyewe, alafu inazungumzia mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo mwanaume na mwanamke wanapokutana wawili nje ya Mungu, wanapata mtoto. Wanaweza kuzaa watoto kwa sababu Biblia inasema tu kuhusiana na mtoto. Yaani kuna mahali mtoto anaelezwa. Kuna mahali mtoto anazungumzwa tu kwamba Mungu alishasema watu wakapate watoto katika dunia. Kwa hiyo watu wanaweza kuwapata wale watoto. Lakini kuna principles. Ndio maana tunajifunza kitu kinachoitwa the family structure, muundo wa familia. Muundo wa familia lazima Mungu awepo pale ndani. Kinyume na hapo mambo mengi yatatokea katika dunia. Kwa hiyo tunapozungumzia kuhusiana na bastard, ni ujauzito unaopatikana vichochoroni, ujauzito ambao unapatikana nje ya makubaliano ya watu wawili hawa. Hii hapa tayari bastard anapatikana. Hapa zungumzia ni kupata mimba au uzao wote nje ya ndoa halali. Hii pia inatengeneza bastard. Kupata mimba nje ya ndoa halali, hii pia inatengeneza bastard. Mwanaume anaweza kwenda akapata. Ndio maana juzi nilizungumzia kwamba mila ni moja kati ya tatizo kubwa sana. Inawezekana mila ikasaidia serikali, siasa, mila inaweza ikasaidia jamii, lakini kwa Mungu mila ni kitu kimoja cha hatari sana. Kwa sababu mila inafundisha pia kwamba mwanamke anapoishi katika family asipate tu mtoto mmoja
asipate tu watoto katika ile familia na mume wake. Kwa sababu kunapotokea ugonjwa au matatizo, linapoweza kutokea kama kuna laana ambayo itaua damu hii ya huyu baba ili apatikane mtu, na inawezekana mila nyingine nafundisha upate at least wawili, mmoja ama wawili hata watatu. Kama unaweza kupata watoto 6 7, basi pata wawili kutoka nje au watasaidia familia. Na watu wanafundishwa katika ile masomo ya unyago, mengi wanafundishwa masomo hayo. Kwa unaweza kuona mila pia inafundisha, inaimarisha sana kupata hawa bastard. Na bastard ni nguvu kubwa, maana baadaye inaishia kuua. Hii si tunapozungumzia bastard, sio nguvu itakayomfanya mtu kuwa maskini duniani peke yake. Ni nguvu ambayo inaweza ikaua pia. Sio kwamba inaweza, pia inaua. Na ni nguvu ambayo inafanya mambo kuwa mabaya. Kwenye kitabu cha Wagalatia mlango wa 4 mstari wa 4, Biblia inasema ni baba na mama waliopo ndani ya ndoa kupata mimba za bahati mbaya. Hizi zinatengeneza mtoto kuwa bastard. Na tunasema katika lugha ya Kiingereza neno hili lilitengenezwa likapunguzwa makali, likafanywa tu kuwa ni mtoto haramu, lakini bila fafanuzi nyingi sana ambazo zinatajwa pale, lakini Biblia inazieleza. Wagalatia mlango wa 4 mstari wa 4 anasema ulipotimia utimilifu wa wakati Mungu akamtoa mwanao. Na ndio maana shetani alipokuja kumshambulia kwenye Yohana mlango wa 14 mstari wa 30, Yesu anasema kwamba mkuu wa ulimwengu huyu waja lakini hana kitu kwangu. Yani kuonesha kwamba Yesu hata katika kuzaliwa kwake hii nguvu ya bastard haikuwepo, kwa sababu huyu mtoto huyu Yesu anakuja kuzaliwa. Biblia inasema pia sisi tukusema Mariamu alitakiwa amzae mtoto huyu, lakini kulikuwa kuna wakati majira yalitajwa pale kwenye Wagalatia 4:4 ulitajwa ule yale majira. Kwa hiyo kupata mtoto nje ya makubaliano ya baba na mama katika familia, wazazi wanafaa kukomboa watoto wao, kuomba kwa watoto wao. Na ndio maana Biblia inazungumzia siri kubwa sana ya kuwapeleka watoto hekaluni kwenda kuombewa. Ina siri kubwa sana. Wazazi wengine wanapata watoto anapeleka hospitalini, pata watoto anapeleka kwa wajomba, anapata mtoto anapeleka kwa bibi, peleka kwa ukoo. Kijana anaweza kupata mtoto katika mkoa mmoja kampeleka mkoa mwingine, gharama kubwa kuwapeleka kwenye ile familia. Lakini unapata hao watu pia ni Christian ambao wangetakiwa kwanza mtoto, na ndio maana Mungu alitaka mtoto kabla hajawa miongoni mwa familia apeleke kwanza kwake yeye. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, yani Biblia inaeleza, na Yesu alifanywa hivyo siku ya 8. Siku ya 8 mtoto akaenda kuwa wa Mungu sasa. Na unaweza kuona kuna siri kubwa sana ya mtoto kuwa mikononi mwa Mungu. Kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika leo visingepaswa kufanyika kabisa. Nchi zile ambazo ziliwahi kufanya, familia zile ambazo ziliwahi kushtuka mapema zikafanya watoto kuwa wa Mungu mapema, utagundua kuna vitu ambavyo kwao havipo tena leo. Kuna vitu ambavyo hawali. Swala la mtoto kuwa mbaya kabisa katika dunia si swala tu la bahati mbaya. Ile mila inasema kwamba mtoto anapokuwa ukiona mtoto mbaya usicheke kwa sababu kuna wako pale nyuma. Ile itokee kwa namna hiyo. Huwa inatokea kutokana tu na maandalizi ya kuanzia mwanzo. Kwa sababu mtu aliyeandaa, kwenye kitabu cha Mathayo Biblia inasema kwamba mtu mwenye akili anapojenga nyumba yake, mvua ikinyesha mtoto nyumba ile itakuwa imara. Lakini mtu ambaye hayuko vizuri, mpumbavu, akijenga nyumba yake mvua ikinyesha itagarikisha na angamizo itakuwa kubwa sana. Kwa hiyo baba na mama ni mainjinia, wao wanakwenda kuinjinia familia yao. Kwa hiyo wakikosea katika kutengeneza ile familia, wanafikiri tu kupata watoto timamu wenye macho mawili na mikono hivi basi wanaona wamekamilisha. Lakini kuna vitu ambavyo pale ndani visipokuwa sawa huwa inaweza kuwaletea shida. Na hii ndio tunazungumzia baba na mama wanapokuwepo ndani ya familia, alafu wakawa wanapata watoto nje ya matarajio. Zile mimba za nje ya matarajio hizi zinatengeneza huyu mtoto ambaye anaitwa haramu kulingana na Biblia. Kwenye kitabu cha Mwanzo 38:24 kuzaa mtoto katika nchi ya Tanzania pia ina hiyo kitu. Watu wengine wanazaa watoto na wakwe zao, za watoto na mama mkwe, za mtoto na baba mkwe, na za mtoto na mashemeji hapo. Kuna vitu fulani yanafanyika pale. Hizi zinaitwa ni bastard. Kwa kitabu cha Mwanzo 38 Kumbukumbu la Torati pia anazungumzia hiyo nguvu ya bastard inatajwa pale. Ni kitabu kile cha Zaburi 51 mstari wa 5 anasema tazama mimi nalifanyiwa uumbaji katika hali ya uovu. Kwenye kitabu cha Zaburi ya 51 mstari wa 5 anasema nalifanyiwa uumbaji katika hali ya uovu. Kwa unaweza kuona Mungu alishatamka neno watu wakapate watoto. Lakini namna gani ya jinsi mtoto anapatikana, hiyo ndio ile anasema kwamba baba yangu na mama yangu walikutana wakaniumba katika uumbaji kule tumboni, sasa nilifanyika katika hali ya uovu. Kwa hiyo watu wengi wanafikiri kwamba ni Mungu anasababisha mambo haya, lakini Mungu alishatamka na kuna principles za kufuata. Watu wasipozitii zile kanuni pale, matokeo yake sasa ndio hii tunapata watoto ambao
ni vituko kabisa. Mwingine shuleni haeleweki kabisa, yani kunakuwa na vitu visivyofaa kwa sababu tu ya ule uumbaji ulifanyika. Baba na mama wanapokutana wanaenda kuumba. Siku moja watu wananunua magari, katika wanaleta magari, wanaleta nguo, wanaleta nyumba, lakini mtu anayeleta mtoto duniani hii ni kitu kingine. Sasa mtu anapoleta ule mtoto, Daudi anasema kwamba wazazi wangu walinifanyia uumbaji katika hali ya uovu. Kwa hiyo unaweza kuona mimba inapotungwa, huo ndio uumbaji unaofanyika. Uumbaji wa kwanza baba Mungu aliufanya, alishamaliza na akapumzika. Baba na mama wanapokutana huwa wanafanya uumbaji. Wanapoenda kufanya uumbaji wa mtoto, ni namna gani wanaofanya jambo hili? Kwa hiyo ile kanuni za kumpata ule mtoto anakuja katika hali ya uovu. Ayubu 15 mstari wa 35 anasema wao, ile neno wao lina maana kubwa sana. Kwenye Ayubu 15:35 anasema wao ni akina. Wao lazima watakuwa ni wazazi. Hao ni wazazi wanazungumziwa hapa. Anasema hutunga mimba na kwa njia ya madhara, na kinachotokea wanaozaa uovu. Kwa hiyo hawa ni wazazi. Kwa hiyo mimba inatungwa katika njia ya madhara. Ayubu 15:35 anaeleza pale. Isaya 59 mstari wa 4 pia anaeleza hivyo hivyo kwamba kutungwa mimba katika hali ya uovu. Kwa hiyo hizo zote zinatengeneza hicho kinachoitwa bastard. Zaburi mlango wa 7 mstari wa 14 anasema tazama, huyu ana uchungu na kuzaa, lakini mimba ni ya uovu. Kwenye kitabu cha Zaburi 7 mstari wa 14 anasema tazama, huyu ana uchungu wa kupata mtoto. Unaona mama anatembea mjamzito, unamuona pale, lakini Biblia inasema kwamba anakwenda kuzaa kitu ambacho ni uovu. Ndio hawa leo unasikia watu wanajilipua, unasikia leo wanafanya hivi. Hii roho ya bastard ni mbaya kwa sababu ni nguvu ambayo ikimshika huyu mtu hana cha kupoteza katika dunia. Manake huyu mtu hana enzi. Kwa hii ndio nguvu ambayo imesababisha mambo yawe mabaya. Bastard ni mzigo mkubwa sana. Watu wanapokuwa na hii nguvu, popote wanapokuwepo katika nchi ama popote, anakuwa mzigo, anakuwa ni tatizo. Hawepo kwenye siasa, hawepo kanisani, hawepo kwenye elimu, popote anapokuwa, posti yote anapowekwa, huyu mtu anakuwa ni shida, ni tatizo. Sasa hao wanaondoka, wanakwenda wanaanzisha sasa familia, lakini wakiwa katika hiyo hali mbaya. Na nikazungumzia kuhusiana na rejection, na siku imaliza ile spirit ya rejection, nilizungumzia pia kwa haraka sana. Hii nguvu, hao bastard huwa ni watu ambao tulisema hawana kitu cha kupoteza. Maana tayari ni watu hawana matumaini, wameshakatizwa katika dunia. Kwa hiyo hao watu wanakuwa na nguvu kubwa. Nitazungumzia zile symptoms ama zile dalili za hii nguvu inayofanya kazi kwa watu, ili watu wafanye mkakati wa kujitoa binafsi kwenye hizi roho. Na tunajifunza kwa sababu iko dawa inawezekana kutoka kwenye hizi nguvu. Kwenye ile kwanza nilizungumzia ni nguvu ya kukataliwa. Mtu anapata hiyo roho. Kwenye kitabu kile cha Waamuzi 11 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4, mstari wa 3, hii roho ilimshika huyo Yefta. Yefta aliamka tu asubuhi, kaka zake, ndugu zake pale nyumbani, akamwambia leo paki sasa hivi na uondoke. Yaani ni nguvu ambayo inamtoa mtu mahali popote. Hiyo ni kazini, mtu anaambiwa toka. Hiyo ni mahali gani, mtu anaambiwa kwenye ndoa, mtu anaambiwa toka. Anafukuzwa tu. Yaani hii nguvu ya rejection, unakataliwa. Kila naye kuona haoni kitu chema kwako. Ukisoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume mlango wa 3, Biblia inasema kwamba walipokuja hekaluni, yule Petro na Yohana, wakati wanakuja wakamuona yule mtu mlemavu. Yule mlemavu alikuwa pale kwenye mlango, alipomwona Petro na Yohana akawakazia macho sana, akitaraji kupata kitu kwao. Sasa ndivyo ilivyo pia hapa duniani. Mtu mwenye hii spirit, kila unapomtazama, iwe ni mume unapomtazama, iwe ni mke unapomtazama, huoni kupata kitu chema kwake. Sasa na kile kitabu cha Ayubu 14 mstari wa 4 anaeleza hivyo. Anasema kwamba huwezi kutoa kitu kizuri katika kitu kichafu ama kitu ambacho ni najis. Kwa hiyo ile roho ya bastard huwa ni roho ambayo inamfanya mtu, watu wanapomuona mtu kazini, wanapomuona mtu barabarani, wanapomuona mtu kanisani, yani unafika tu mahali unapata katika huduma fulani watu hawaendi. Unapata mahali kwenye hotel watu hawaingii. Watu wengine wanaweza kupambana na nguvu za uchawi, zipo katika ulimwengu wa biashara, zipo kwenye ushindani mwingi sana. Lakini kumbe unapata uongozi ulioko pale ni wana hii nguvu ya bastard. Hii nguvu ya bastard ni nguvu isiyo na enzi, ni nguvu isiyopenda, yani watu hawakupendi, wanaukataa. Kwa hiyo watu wanakuwa chini ya nguvu ya rejection ambayo ni nguvu ya kukataliwa. Huyu Yefta alisaidia ndugu zake. Yefta alisaidia wadogo zake, lakini waliamka tu asubuhi moja tu wakaambia paki kila kitu uende. Hii inafanyika kila mahali. Watu wanaambiwa paki uende, wanakasirika, wanachukia, wanaumia. Lakini kialisi kabisa tatizo ni hii nguvu ya bastard. Watu wanapaswa kuideal na hii nguvu kwa sababu inawezekana kuivunja kwenye maisha yao binafsi, kushughulika. Sifikiri leo kama tutakuwa na muda kutoa zile principles zote, lakini tutaangalia kama
tutaweza kufika pale. Mke ama mume ama boss kazini anafika tu mahali ukitazama hivi mtu anakata anasema kwamba mbona mimi nikiangalia tu hivi naonekana sifai. Ayubu mlango wa 14 mstari wa 4 anasema kwamba watu hawezi kutoa kitu chema katika kitu najisi. Maana yake ni kwamba kila mtu unapomwangalia huyu ambaye ni bastard haonekani ana kitu kilicho chema. Bastard hawezi kudumu, hana enzi mahali popote, hawezi kukaa mahali akadumu katika vitu vilivyo vizuri, wala posti nzuri haziwezi kudumu kwake. Hata kama kuna atmosphere nzuri, hali yote nzuri, uwe inatokea hivi kwake haitadumu, kwa sababu huyu mtu hana enzi, ni mtu ambaye ni wa kufukuzwa, hana makao katika dunia. Kama vile kitabu cha Mwanzo, Kaini alifukuzwa pale, akaondolewa pale, kaambiwa, akasema mimi ni mtu ambaye sina enzi katika dunia, nitakuwa wapi? Kwenye kitabu cha Waamuzi 11, Yefta alifukuzwa. Yefta akawa ni mtu ambaye hana enzi popote alipokwenda. Hii tuko na watumishi wa Mungu pia unakuwa kwenye hizi nguvu. Unakuja duniani na ndoto za kutosha. Kwa kitabu cha Zaburi 40 anasema nimekuja katika gombo la chuo nimeandikiwa. Unaweza kuja umeandikiwa, umekuja na ndoto nyingi, umekuja na vitu, lakini sasa ile nguvu inapochukua nafasi, kwa sababu tuna ndoto nyingi Mungu ametukusudia, tuna vitu vingi Mungu anatutakia, lakini tatizo unakuja kwenye ile mfumo wa kuzaliwa pale katika uumbaji mpaka uje uzitimize zile ndoto ili uweze kuwa icon hapa duniani, ufanye kitu fulani. Wakati unakuja sasa, shetani anaweza kutengenezea mazingira haya, na ndio maana watoto ni wazuri, ni baraka kutoka kwa Mungu, lakini pia shetani anaweza kutengeneza wakaja katika njia ile uumbaji, wakaja katika uumbaji ambao ni mbaya, wakaja katika njia ambayo sio sahihi. Kwa ile njia ambayo sio sahihi, sasa ile nguvu ambayo imekuja kubakwa vitu kama hivyo, zile nguvu zinazotokea pale, huyu mtoto anakuwa defied, anakuwa amenajisika. Kwa hiyo huyu mtoto sasa anakuja katika dunia, anapitia katika nyakati ambazo ni mbaya, kila kitu hakiwezi kwenda, maana mtu yoyote hawezi kuchuma chochote kizuri katika kitu kibaya. Kwa hiyo watu wanaangalia, unataka kufungua biashara, unataka kufungua kazi, anasema niletee mtu wa kazi. Ukiletea tu, akimtazama yule mtu huwa anasikia kukataa ndani kwake. Kuna mtu anaanzisha kazi mahali, huwa anaanzisha shughuli au biashara, watu wakija tu pale kwenye ile biashara mara mbili wanakimbia, wataikaa. Sura ile mtu inawafukuza, lakini si sura ya nje, sura ya ndani huwa inawafukuza wale watu, wanakuwa ni watu wasiofaa. Kwa hiyo ni nguvu ambayo inahitaji ukombozi kwenye maisha ya watu. So hii imesababisha wajasiri wengi sana, watu ambao walikusudiwa kufanya mambo makubwa kushindwa kufanya. So tunazungumzia rejection. Hii rejection imetawanyika sana. Ni nguvu ambayo unaweza kukataliwa na pesa peke yake, unaweza kukataliwa na vitu, unaweza kukataliwa na vitu vya thamani. Yaani mtu anaweza kuteseka. Nilizungumzia Jumapili pia hapo hiyo nguvu inayofanya kazi. Samuel wa kwanza mlango 15 mstari wa kwanza hadi wa pili, Mungu anamwambia Samuel jinsi ambavyo nilimuita Saul nikamtia mafuta afanye hivi na hivi, lakini unafika mahali Mungu anamkataa huyu Saul. Mungu anamuondoa, alimuita afanye lakini alimkataa. Unaweza hii nguvu ya bastard inasababisha hata watu kukataliwa na Mungu kabisa. Unakataliwa na Mungu katika kazi unazozifanya. Hufi unaishi duniani lakini uko rejected, mbingu zimekukataa, uko rejected na kazi ya mikono. Unakuwa bidii sana kuamka, unakuwa kwanza wa mwisho kulala, wa kwanza kuamka kwa usiku, lakini hamna kinachofanyika kwa sababu ya nguvu ya bastard. Imewafanya watu wafalme wengi kuwa watumwa duniani. Hii ni nguvu moja mbaya ambayo tunapaswa kushughulika nayo. Ama mtu anapokaa na hii, haihitaji nabii aseme huyu mtu ni bastard. Hii ni nguvu tu ya kujua. African watu wengi sana wako katika hiyo, na ndio maana unaweza kuona bara hili lina hoteli na utajiri mkubwa sana, lakini hakuna kinachofanyika, na wanaofaidi ni watu wengine kabisa. Wanaofaidi ni watu wengine kabisa. Na ukiangalia wao wanaofaidi ni watu gani, yani ukikaa chini kuangalia tu wanaofaidi ni watu gani, utagundua sasa hata mipangilio ya hao wanaofaidi. Usiangalie elimu yao, usiangalie, unaangalia tu katika kuzaliwa kwao. Unapata watu ambao katika kuzaliwa, mimi sitaki Watanzania wafanye hivyo, lakini hebu angalia leo, sifundishi mimi uzazi, kuna wataalamu wao, lakini hebu angalia leo unapata rais wa nchi kama wakati ule kina Obama, Bush, unapata ana mtoto mmoja. Leo Obama tajiri mkubwa sana, ana watoto wawili peke yake. Kwa hiyo leo unaweza kuona sasa, unaweza kupata kwamba hapa kwetu Bongo hapa watu wanasema mtoto anazaliwa kijana unga wake, mahindi yake, mashine yake kukoboa. Kuna vitu vingi vya ajabu ajabu vinatajwa pale, ambavyo hivi sasa ni ujinga tu ambao watu wanapata kwenye mila. Watu wanapaswa kufundishwa, na unagundua sasa wale ambao wamezaliwa katika huo mtiririko wa mpango fulani, hao unakuta ndio wanakuja. Kwa sababu gani? Ile spirit ya bastard huwa haipo. Si kama haipo kulai, wako watu. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye yeye anatokea, yeye raia wa Argentina, yeye Mungu amuita katika maombi,
yeye kwao ni mtoto wa 19. Wewe ukizungumza naye anasema kwamba unaona ana mwili mdogo, anasema mwili wangu sio kwa ajili ya prayer, mwili wangu ni safari ndefu sana, nimechoka kwa sababu ya kuzaliwa, nilikuwa nakimbizana watoto wengine 18 na mpaka mimi nimekuja kutokea 19. Anaongea lugha ya utani kama hii. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo nguvu ya iko pia kule, lakini ni kwa watu wachache sana. Huwa kule walifundishwa siku nyingi sana mambo kama hayo. Dini pia iliamka kule, japo sasa hivi imechoka dini kule, maki imekaa miaka mingi nafikiri, lakini hii yote ni kwa sababu tu watu walifundishwa. Kwa hiyo hawa wanaichukua huo utajiri ni watu wa jinsi gani, mbali na vitu vingine vyote, mbali na pesa, kwa sababu ukiangalia hata wanapokuja hapa hawaji na hela, wanapewa pesa kutoka kwenye zile pesa zetu tunazohifadhi benki, wanakopa mahela mengi kwenye zile, lakini leo ukienda hata kukopa ya kwetu, kwa sababu sasa unapata hiyo spirit inamshika huyu mkopaji, alafu inakwenda kwa yule ambaye anatakiwa naye release tena ule mkopo, naye ana hiyo spirit. Kwa hiyo matokeo yake sasa unaambiwa nenda kalete barua, kwa mwingine hata unatakiwa akuthibitisha unakopa hela, ndio jambazi mwenyewe. Kwa hiyo unatakiwa jambazi ya kuandikia kwamba unakuja kuchukua milioni 25. Sasa si usiku anakuja kuchukua. Hatuaminiani sisi kwa sisi kwa sababu ya hiyo nguvu tu pekee yake. Hii nguvu ni kazi kubwa sana. Yaani kanisa la kazi kubwa sana ya kufanya katika dunia kuweza kunyoosha mambo. Kwa sababu hao wanayemiliki zamani, hiyo spirit ya bastard unapata kwao haipo kwa jinsi hiyo. Kama ipo ni kwa namna nyingine pia inawezekana ikatawa. Lakini wengi wanayemiliki hiyo nguvu pia unakuta haipo. Familia unakuta kubwa ina hivi na hivi, unakuta mafanikio yao hata kwa njia ya mtoto. Sisi kwetu tu hapa baba akiongezwa akiongezwa mshahara kipindi kile, anaambosa mzee umeongezwa kutoka shilingi 1,500,000 utakuwa na pole 200,000, anaongeza mke, anaongeza watoto. Hii sasa ni tatizo. Leo mtu akigusagusa vitu akapata kapesa, amelima akaona stoko imejaa, anaanza kutafuta mke mwingine. Sasa hizi ndizo shida zinaleta bastard katika nchi na dunia, vitu kama hivyo. Kwa hiyo royal rejection inafanya kazi hivyo, na Yefta ilimuondolea enzi. Leo hakuna sababu ya Waafrika kama Watanzania kukosa enzi katika vitu. Leo kuna Watanzania ambao hawajaona baadhi ya vitu vingi sana. Hiyo nguvu haimpi enzi, haimpi uthamani, imemkataa. Mimi leo kupanda Mount Kilimanjaro mara 9. Kuna watu ambao wanauona tu mlima hapa, hawana sababu ya kutokufika pale, lakini wanauona tu pale. Leo kupanda Mount Meru mara 4. Kuna watu ambao wako hapo chini ya mlima wanapigwa tu baridi hapo, lakini hawawezi kufika tu pale. Hii nguvu ya bastard ni nguvu ambayo haikupi uthamani, haikupi enzi. Kwa unaishi tu pale. Mimi nilitaka kwenye milima hii mikubwa Afrika, na pale nzuri Elgon na nini, nikawa napanda. Mimi nisikupanda kitalii, nilikuwa naenda kuvunja hii nguvu. So kwa nini watu wanatoka mbali wanakuja? Hii roho nimeivunja hata mimi kwangu ama bado. Kwa kuna vitu na practice kufanya ili niweze kudumu na kutawala pale. Nani inawezekana watu kushinda? Ni kwamba tu ikishaingia inatia guns ndani ya mtu. Mtu anakuwa sasa hachukuli mzigo ile mambo. Na ninapofundisha vitu hizi watu wanaona tu kama nawapa vitu vizuri vipi vya kusikiliza. Mimi sitaki hata ikuwe hivyo. Nataka watu wafanyie kazi. Kwa sababu kesho mtu anaweza kabadilika akawa mtu mwingine tena. So ya pili inaitwa deception. Deception ni nguvu ambayo mtu anaingia katika hali fulani ya ukatizwa na kupoteza. Hii ni moja kati ya nguvu ambayo inamkamata mtu mwenye hii spirit ya bastard. Anafanya vitu lakini haiwezi kutoboa. Hiyo deception. Anafanya mambo lakini haiwezi kwenda. Inatajwa sana kwenye kitabu kile cha Ayubu 38 mstari wa 11. Sababu nimesema utafika hapa lakini hautapita. Kwa hiyo watu wanafikia mahali kuna kuwa na spiritual boundaries, kuna kuwa na vikwazo vya kiroho ambavyo havionekani. Kama vile kitabu kile cha Samueli wa kwanza 15 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema kwamba huyu Sauli alitiwa mafuta ili aweze kwenda, lakini hakwenda chapter nyingi, akapotezea tu pale akakatizwa. Kwa kuna nguvu ambayo inakatiza watu. Kwa kitabu cha Waamuzi 11 mstari wa kwanza na hadi wa 3 anazungumzia Yefta, alikatizwa tu kutoka pale, akaambiwa ondoka hapa kwetu. Anajifurahisha, amekaa nyumbani, anaondolewa tu ghafla, anaondoka. Hii deception, watu wanakatizwa wasiweze kufikia ndoto zao, malengo yao. Ya 3 inaitwa self rejection. Mtu anapokuwa amekatizwa, mtu anapozuiwa vitu zake haziwezi kwenda. Sasa kinachofanyika sasa hapa, kwa sababu nafanya kila kitu akiendi, mtu sana anapata ile self rejection. Unasikia mimi hata nikifanyaga hivi vitu vinakufa. Mimi nikifanya hivi akiendi. Mimi nikifanya hivi akiendi. Mimi nikifanya hivi inakuwa hivi. Kwa hiyo kuna kuwa na hizo nguvu zinawakamata watu hapo. Kwa hiyo mtu sasa anajikataa mwenyewe na anakubali kwamba akifanya mambo haiwezi kwenda. Samueli wa pili mlango wa 9 mstari wa 5 hadi ule mstari wa 8, Biblia inazungumza jinsi ambavyo mfalme Daudi alimuita mtu anaitwa Mephibosheth. Alipomuita ile bwana akasema huyu aitwe aje katika hii nyumba ya mfalme ale na kunywa. Huyu bwana alipoitwa
anasema kwamba amefika kwa mfalme. Mfalme akamwambia, utakula na kunywa mezani kwangu, alafu nitarejesha mali zote ambazo baba yako Jonathan, ambaye rafiki yangu tuliweka naye kiapo, zilikuwa ziko mikononi mwake na zilipotezwa. Sasa mimi nimechukua mali zile na zirejesha mikononi mwako. Kwa hiyo bwana akamwambia mfalme, una nini na mimi mbwa mfu? Kwa hiyo unaweza kuona akajiita mbwa mfu mbele ya mfalme. Na hii spirit pia ipo kwa Watanzania. Watanzania wengi hata ukisikiliza wanapokuwa wakifanya maombi, roho ya kutokujiamini, hawajiamini, wao wanajikataa, hata imekuwa mbaya kwa sababu si tuko mtaani. Ndio maana hata kujieleza hawawezi Watanzania, kwa sababu unapata hata walio wengi, unapata hata akiingia kwenye maombi anajaribu kufikiri zile hali za kujidomaza ndio zinamshawishi Mungu. Utasikia naomba mimi Mungu nitazamie matope kabisa, mimi nisiona chochote. Kuna wengine hata unakuta wanazungumza kwenye vyombo vya habari, nasema kwamba najuta hata kabisa Mungu, mimi ambaye umeniita nikasomea taaluma fulani la daktari, mimi si daktari. Anajaribu kukataa wakati yeye anayo taaluma. Kwa kuna nguvu za udanganyifu zimewashika watu kwenye hii nguvu ya self rejection, imewafanya watu kuwa chini. Ndio maana leo namkuta mtu namwambia unapendeza sana, anakwambia hapana bwana sipendezi, anakataa. Ukimwambia mtu uko hivi, yani inakuwa ni shida kabisa, kwa sababu hiyo nguvu ya self rejection. Kwa sababu bastard ni wengi sana. Kwa hiyo wako kwenye ndoa, wako kwenye makanisa, wako kwenye biashara, wako kwenye hivi, na ndio maana vitu haviwezi kwenda. Mtu anaenda dukani ananunua nguo na anaipenda, lakini mtu mwingine anakuja kuconfirm, anamwambia nguo ni nzuri, imekupendeza sana, huyu bwana anakataa. Inaonekana kama unyenyekevu, lakini sio unyenyekevu, huwa ni unyenyekevu tu. Lakini hii hapa niyo nguvu ya self rejection inawashikilia watu. Mtu anapokuwa na hiyo nguvu ambayo nimesema ya tatu, baada ya kutoka kwenye rejection anakuwa kwenye kukatizwa. Anapotoka kwenye kukatizwa anakuja kwenye self rejection, ambayo hii sasa ndio tunazungumzia ya tatu. Ya nne inazungumziwa hapa, anakuwa na hatred. Hii ni chuki. Mtu akiwa na hii nguvu ni tatizo popote. Nguvu ya chuki anakuwa tu na chuki. Akisikia mtu kafanikiwa anachukia. Yeye mwenyewe akiwa binafsi mwenyewe anachukia. Kwa hiyo unashindwa kumuelewa huyu mtu ni kitu gani, lakini ile nguvu, kwa sababu ni mtu kama hana sehemu katika dunia. Na bastard unajua ni kama watu wanaohang. Bastard ni mtu ambaye hajashikamanishwa na kitu. Bastard ni mtu aliyohang. Na ndio maana wazazi wasizalishe hawa watu. Wazazi wakae vizuri. Sisi wazazi lazima tukae vizuri kwenye swala hili. Hii mambo ya kusema tu unazaa mpaka waishi huko tumboni sio unaona. Hii wazazi inabidi wakae chini wafundishwe. Na ndio maana pia wanaleta mambo yasiyoeleweka. Wataalamu nafikiri waamke kwa ukali wafundishe. Japo sasa mtu akifundishwa mambo ya familia huwa hawatakage hata kuja, kwa sababu hiyo mambo hawataki. Shetani ameamua nini kinatakiwa kizalishwe pale. Sasa hatred ni nguvu ya chuki. Leo tunakuwa na hao watu kwenye makanisa. Leo tunakuwa na hao watu kwenye kazi. Tunakuwa na hao watu kwenye ofisi. Watu wana chuki tu. Yaani kuna mtu ambaye hawezi kusifia kitu cha mtu hapa duniani, wala cha mtu si chema isipokuwa tu kama ingekuwa cha kwake. Hii ni ile chuki ndani, ile wanasemaga chuki binafsi watoto mjini. Kwa hiyo hiyo nguvu inakuwa pamoja na mtu, anakuwa tu ni mtu chuki wakati wote. Hii chuki sio kwamba ni kitu kinakaa hapo afu baadaye kinaisha. Ni nguvu ambayo inampeleka mtu mahali pabaya. Asipoishughulikia inakuja kumuondoa huyo mtu, anakuwa si wa thamani popote. Kwa hiyo wasikilizaji wangu, mtu ambaye anakaa mahali anaona kuna chuki, maana hii chuki ni kitu inakaa tu inaota ndani. Unajisikia tu kama sipendi mambo ya mtu, sipendi kitu fulani cha mtu, siwezi kusifia kitu cha mtu. Kuna vitu kama hivyo. Hiyo kitu lazima kushughulika naye, iondoke na ishe. Hii tunazungumzia ile chuki ama hatred. Kwenye namba 5 tunazungumzia loneliness. Loneliness ni upweke. Upweke ni moja ya kansa ambayo inakula na inaua, japo haiui kwa haraka. Wewe inaua taratibu sana, lakini inazamisha watu, inawapoteza. Mpweke hawezi kusaidiwa. Mpweke hawezi kuwa na watu. Mpweke hawezi kujua tatizo lake, kwa sababu huyu mtu anatengwa, na kinachomtenga si yeye. Ile spirit ya bastard inamweka pale ili aweze kuwa mpweke awe mwenyewe. Kwa hiyo inapokuwa pale na ishi hapo, ni hatari sana kuoa mke ambaye ni mpweke, kuolewa na mume ambaye ni mpweke. Hii ni shida katika familia, shida katika maisha, kwa sababu ukisoma kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema kuna mfalme mmoja, I think itakuwa ni mfalme wa Misri, alimuona Isaka anacheza na mke wake. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye family ni mahali watu walipaswa kuishi na kufurahiana. Yaani kwenye familia unakuta tu watu wanajisifia, sasa mimi napenda tu kujifungia mahali kae tu mwenyewe. Hii ni shida. Na wakikutana wawili kwa mfano hiyo roho pia, kwa sababu inawezekana. So roho ya bastard inawakusanya, kama kitabu cha Waamuzi 11 ilivyofanya kumkusanya Yefta na wenzake, inawapeleka mahali panapoitwa Tobu. Kwa hiyo family inaweza kuwa ni hapo Tobu, mahali pasipofaa. Kwa hiyo watu wanaishi hawana raha, wanaishi hawezi kuongea, wanakuwa hivi. Hizi ni nguvu
mbaya sana. Wanakaa tu hapo, wanapata tu watoto na watoto wenyewe wanakuwa kwenye hiyo spirit. Hii nguvu inavunjika, inafaa kuvunjwa na ikaondoka. Hii ni nguvu mbaya ya upweke. Upweke ni ugonjwa ambao unakula kama ugonjwa mwingine. Upweke ni nguvu ambayo inamtesa huyu mtu wa ndani, yule inner man, inamkamata, inamchekecha na kwa mdogo sana. Na watu ambao ni upweke hawawezi kufanya chochote katika dunia. Kwanza hawana mambo mapya. Mtu ambaye ni mpweke hana information yoyote. Anaishi tu pale yeye kama yeye. Na hii nguvu inakutenga ili usipate taarifa yoyote, ili usijue chochote kinachoendelea. Pia usitoke katika hiyo hali. Kwa hiyo watu wanaishi kwenye hiyo nguvu na watu wanapaswa kutoka. Kwenye hii nguvu ya bastard haishi tu kumfanya mtu mpweke. Pia inampeleka mtu kwenye nguvu ambayo inaitwa blaming shift. Huyu mtu anakuwa analaumu na pia analaumiwa. Kwa hiyo unaishi kila unachokifanya mahali unaishia tu kulaumiwa na watu. Na hata wewe binafsi mwenye hiyo nguvu unajikuta tu hata ukifanya kitu wa kumlaumu anasogea hapo mbele yako. Aidha kwenye kichwa, akili yako unashangaa mtu kulaumu, nitamlaumu huyu. Ama wakati mwingine utajikuta unajilaumu peke yako, lakini lazima urushe lawama kwenye kitu fulani ama kwa mtu fulani. Jambo lolote lisipokaa vizuri. Ndio maana leo bado kuna Watanzania ambao wanakuta wanalaumu tu kule familia waliotokea, lakini lazima tushinde. Mtu akitoka kwenye nguvu ya bastard akaivunja hiyo roho, wale walikuwa na laumu hawezi kulaumu tena. Yaani kuna vitu vikitokea anasonga mbele, wala akai pale chini kuangalia nimewekwa hapa chini na kitu fulani, nimewekwa hapa chini na nani. Unaamka, unasonga mbele. Biblia inasema kwamba hao sisi tunainuka na kusimama. Maana yake ni kwamba kuna mahali tunakuwa pale chini. Biblia inasema kwamba nitamtoa mnyonge katika mavumbi na kumkatisha pamoja na wafalme. Kwa hiyo mtu anapokuwa na hii nguvu ya bastard inapokuwa haipo ndani yake, huyu mtu anainuka na kwenda pale juu. Lazima tu mtu atafika. Haijalishi unaishi maisha gani, umezaliwa wapi, una uwezo gani, lakini nguvu ya bastard ikiondoka, kwa sababu watu wamezaliwa katika family bora sana, wana elimu nzuri, lakini nguvu ya bastard imewafanya mpaka amefikia mahali wale wasio na elimu wanaiga. Wanasema kwamba unajua mtu akishasoma huwa havai vizuri, mtu akishasoma huwa hachani nywele, huwa hajali, anaenda zake tu. Hii ni nguvu ya bastard, sio nguvu ya mtu akisoma. Shuleni tunafundishwa ustaarabu, lakini mtu anaposema ukishasoma bwana unakuwa hivi. Na ndio maana nasema kwamba ili uweze vijana fulani wajinga ukiwa unavuta bangi wanazungumza, nasema kwamba unajua ili kuonesha watu wewe umesoma, unafika tu masa unavaa tu vitu ovyo. Unaweza kuvaa suti, kama umepata suti unavaa na safari buti, yani unakuwa tu ukai vizuri, watu wanajua jamaa msomi. Maana msomi hana time ya kuangalia mavazi. Hii hapa ni roho ya bastard. Maana inakufanya ujipende, inakufanya unajikata, kwa sababu watu wanafanya kazi ili wawe vizuri. Sasa watu wanafanya kazi lakini hawawe vizuri. Ukiona mtu hapa, mimi na rafiki yangu kwa naishi yuko Ulaya na amepata uraia kule. Alikuwa siku moja alikuja airport, nenda kumpokea. Alikuwa amevaa pajama, nguo za kulala kabisa, zile nguo za kulala kabisa ambazo sisi huko kutoka Ginazo hata Seblen. Yeye amekuja naye ndege amekaa zaidi ya masaa 8 10 na ngapi, yuko tu kwa hewa, amekuja hapa. Kama umekuja hivi, alisema nimetoka Ulaya. Watu wanajua, simuona ile ndege kubwa. Roho ya bastard. Roho ya bastard ni nguvu ambayo inamfanya mtu anakuwa ovyo tu. Una pesa lakini ukai vizuri. Unaishi watu wanaishi vizuri. Kuna uwezo wa kujenga vitu vya ajabu tu hapo nyumbani, unasema wewe ni mtu wa culture, lakini kumbe ni hizo maroho. Kwa hiyo ni nguvu zinazomtoa mtu kwenye uthamani. Lazimfanye mtu awe vizuri, huvutii chochote. Lakini sio yeye, ni hii nguvu inafanya. Kwa hiyo inampeleka mtu kwenye kulaumu, inapeleka mtu kwenye kulaumiwa. Kulaumiwa ni kitu kibaya sana. Maana unakuja tu unakuta watu wote kulaumiwa, hata ungeitisha vikao kesi za jinsi gani. Ukishakuwa na hiyo roho, anainuka tu mtu anasema ni wewe, na wakati si wewe kabisa. Lakini analaumu na anakushikia ile kosa mpaka unaamua tu mwenyewe kusarenda, unasema sawa bwana nitajirekebisha, ama unaomba msamaha, lakini kumbe hata hauko na hiyo spirit. Ya 7 ni roho ya insecure. Mtu anapokosa usalama anakuwa insecurity, anakosa usalama. Unapokuwa na nguvu ya bastard. Hii nguvu ya bastard ni tatizo kwa sababu inaleta mahofu mengi sana. Kwa hiyo unaishi, alafu kazi yake iko kama sumaku. Inakusanya information wrong. Inakusanya information za ajabu, waizi, inakusanya mashetani, majini. Kwa hiyo unapata sasa hata watu wanaenda kwenye hizi nyumba za kuombewa, hawafunguliwi kwa sababu unakuta tatizo halisi ni roho ya bastard. Inawatesa. Kwa hiyo ina create mavitu ya ajabu. Kwa sababu hii nguvu huwa inaokota, ni kama sumaku nilisema, inaokota udongo, ama ni kama vile ile kitu kuvua samaki. Ukilitupa mtoni, ukipanda ilavua kobe, laleta konokono na machura na mamawe. Kwa hiyo inakuwa na zile shells zile za nyumba za konokono za ajabu. Kwa hiyo inaleta vitu vingi, na hii roho kazi yake ni hivyo. Na ndio maana inapokwenda sasa, kama umepangisha karumu kako kamoja, huwa inakuonesha jinsi ili uweze kuwa salama hapo. Unaenda kule kijijini,
Unaenda kule kijijini, unaenda kuleta watu ukoo, unaenda kutafuta kule, unaongea tuna mtu, nileteni mtu nikae naye, kijana nileteni rafiki yangu mmoja nilete. Unakusanya katika nyumba kana bana, mpaka ukifungua mlango unaweza kumwagaikia ndani nje, kwa sababu ni wengi sana wamekaa kule ndani. Hii haimalizi na hiyo. Watu wanataka washinde hii nguvu ya bastard. Huwa ina create mavitu. Unaweza kuona watu uko ndani wengi sana, na wakati unaweza kusikia nyayo, sauti za watu, lakini inakufanya tu ili ifike mahali hao watu unaenda kuwaselect, pia watakuja kukurudi vibaya sana. Hao watu watakuja kukushughulikia tena. So hii nguvu hata watakuhamisha hapo. Kwa sababu hii nguvu kazi yake ni kuhakikisha kuna enzi duniani. Kwa watu badala ya shughulike nao, wanatumia nguvu rahisi sana. Mimi nilikuwa nazungumza kwenye masuala ya tiba. Kwenye swala la tiba kuna dawa ambayo mtu anaweza kaambiwa paka hapa, afu na ambaye anaambiwa kunywa. Watu ambao wanatii masharti sana ni wale wanaoambiwa paka. Ile dawa kupaka hapa juu ni rahisi sana. Kama nchungu unaambiwa tupaka. Ile ya kunywa huo mtu anaikadiria na ifikiria, wala haiishi. Huo ukiambiwa kunywa ni ngumu sana. Ndivyo ilivyo pia kwenye swala la ukombozi. Watu wanapotakiwa kushughulika na hii spirit hawako tayari. Huo wako tayari kukusanya watu wajae rundo kule ndani, kwa sababu kupiga tu simu. Unajua kuita watu kutoka kijijini. Kwanza watu wanataka mjini. Watu wanajua mjini kuna chips, mjini kuna hiyo. Kwa hiyo unaposema tu wala uhitaji maombi. Mtu anasema kwamba sijui nikimwambia bibi aniombee watu fulani watakuja. Wewe wala uhitaji kuomba Mungu kumwambia bibi. Ukinyanyua tu simu ukapanda pale, kama ukaenda mjini hivi au vijijini ukasema nataka nipate watu 13 wa kukaa nao, unakuja 30. Unafanya kuselect kama Miss Tanzania na vitu kama hiyo. Unachagua mshindi atakuwa nani ili aingie. Kwa hiyo hizi nguvu za kutafuta watu kukaa nao kwa sababu ya kushinda roho ya hofu na uoga, hii nguvu ni nguvu ya bastard. Na hii inaonyesha uvivu wa watu kusimama na kuomba au kusimama na kukabili hizo roho. Tulijifunza ile counter the spirit. Watu wataka kuzicounter hizo roho, kwa sababu ni ngumu, ni kama dawa ya kunywa. Kwa hiyo inabidi tu kuleta. Ukiambiwa nikuletee unasema niletee, na huyu niletee hivyo hivyo, lakini lazima watu wasimame kushinda ile nguvu ya insecurity. Watu wanakosa usalama wakiwa wenyewe, watu wanakosa usalama wakiwa na watu, watu wanakosa usalama mahali popote. Kwa hiyo ni nguvu kubwa sana. Sijui kama kuna messages zimeingia, kwa sababu na vitu vingi vya kueleza nitaviweka vizuri hapa. Na kabla ya message hapo, naam, kabla ya kuingia kwenye meza ya mawasiliano, ni kuna swali moja hapo nitaka kidogo kuuliza Apostle. Wakati tumezungumzia swala la bastard kama uzazi, kama upande wa watoto. Sawa. Je, unaweza ukawa na kitu ambacho ni bastard, kwa mfano kama biashara? Kwa mfano unamiliki zao la biashara ambalo sio lako, pengine umekuwa mnyang'anyi, pengine umezulumu shamba, pengine hiyo, je, inawezekana kuwa ni bastard katika upande mwingine? Vitu hivyo vipo pia, lakini havikai katika hiyo hali ya bastard. Hiyo vinakuwa katika eneo lingine, ile pamoja na kwamba zote zinaitwa haramu. Kazi ya haramu, mtu anaweza kumiliki vitu ambavyo si vyako, ama ukawa umepora mahali pengine. Hiyo kitu hiyo ipo, lakini hiyo iko kwenye eneo lingine. Hiyo ni hiyo ni upande mwingine. Ni upande mwingine. Na msikilizaji, basi kaa tayari kwa ajili basi ya kujuza kile ulichoweza kushiriki nacho wakati huu. Meza ya ujumbe mfupi wa maandishi tayari kwa tayari. Karibu. Asante sana Geoffrey. Tuna message ya kwanza kutoka kwake Kasimiri. Anasema shalom baba, tuko pamoja sana. Amen. Anapatikana Lemala. Tuna message nyingine inasema kaka Geoffrey, nakupata vizuri kwenye saa ya ukombozi. Satom wa Sanawari. Asante sana Thomas. Leo umekumbukwa. Leo umekumbukwa. Naam. Asante sana. Naitwa Ludovic Senesi Chua from Unga Limited. Amani ya Kristo itawale hapo studio. Hakika mafundisho ya leo amenifungua. Amen, nashukuru sana. Mungu akushibishe miaka mingi. Amina. Amen. Akaongezea akasema mafundisho ni mazuri. Naomba Mungu ili muongezewe muda kwenye radio by Ludovic Senesi huyo Chua. Mr. Ludovic yuko pamoja na sisi sana. Kabisa. Shalom studio, salute kwa dadi, nabarikiwa sana na masomo yako mpaka leo. Nikaja church. Kweli wewe ni Musa wa leo. Ni mimi Grapina wa Sekei. Amen, nashukuru sana Grapina. Karibu sana Grapina. Nafikiri baba pia Jumanne tutakuwa na ibada. Nilikuwa nielezee Jumanne kwamba tutakuwa na ibada, labda tusisahau, labda niunganishe hapo kwa Jumanne saa 11 tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2015. Kuna ibada kwa ajili inaitwa military corps, yani kikosi cha kijeshi kilichohifadhiwa. Na tutakuwa na hiyo prayer kwa ajili ya kuhifadhiwa. Tutakuwa na holy meza ya Bwana,
na watu wote waweze kuwahi kufika saa 11 Jumanne. Ni kutoka tu kesho, alafu tunaingia Jumanne saa 11. Kwa hiyo ni ibada nzuri, inakaribishwa watu wote kabisa. Amen. Yeah. Tuna message kutoka kwa Mary, inasema baba shalom. Shalom. Mungu akupe enzi, Mungu akuhifadhi sana, kupitia mafundisho yako umejitoa muhanga kwa ajili ya wanadamu. Huku Mererani wanatamani wakuone. Wakuone live, kwani tunaguswa sana. Amen. Kumbuka kuwa maeneo yenye machimbo bastard ni wengi sana. Sana. Vijana wanapata madini mengi na kesho ni maskini. Wala hana hata kibanda. Mungu akupe nguvu baba yangu. Luka 1:80. Amen. Huyo ni Mary. Mary huyu. Lakini Mungu afanye njia tu wafikie, kwa sababu hiyo nguvu inafanya kazi. Huku wanafanya kazi, Biblia inasema kitabu cha Ayubu, anasema utaondolewa kama ndoto ya usiku. Yaani unaamka na vitu vingi, lakini unaamka kesho yake kila kitu kimeisha. Hii nguvu haikupi enzi. Kwa hiyo Mungu wasaidie watoe watu hao na jamii hiyo. Amen. Tuna message nyingine inasema Musa wa Tanzania na wa nchi za Jumuiya ya Madola na nchi za Maziwa Makuu ishi milele. Nasema asante kwa somo la ukombozi. Leo ni swali. Wachungaji wengi wanasema mtu akishaokoka basi ni kuanza kula asali na maziwa mpaka kufa kwake. Je, wewe unasemaje? Mimi nasema hapana. Ni mimi mzee wa mikesha. Wewe ni mzee wa mikesha. Nafikiri leo hajasema kama anakunywa kahawa. Leo swali limemkamata, amesahau kahawa. Lakini mtu anapompokea Yesu, safari ya kutoka Misri ni moja, yani tumetoka duniani, lakini safari ya kutoa ule udunia ule Misri ndani. Nilitoa mfano wakati nafundisha somo la deliverance, nikatoa wakati wa kwanza mwaka jana, nikawa naelezea kwamba ni kama vile binti akiwa ametenda dhambi ya ujauzito ya uzinzi, akapata ujauzito. Anapomwomba Mungu, Mungu anaweza kumsamehe kabisa. Yeye na Mungu wanategemeana, yeye na Mungu amekaeje. Mungu anapomsamehe, ile mimba haifutiki, wewe inabaki pale pale. Kwa hiyo ndivyo ilivyo pia na swala hili la deliverance. Mtu anapompokea Yesu ni uhubiri aidha kukosa kina cha kufundisha ufunuo, au wakati mwingine kusababisha watu wajae kanisani. Unaambia ukishampokea Yesu, kwa sababu injili ilipokuja watu walimbokishabatizwa tu basi, wachawi na mapepo na kila kitu havikuwezi tena. Kwa hiyo mtu anapokuja kwa Yesu, sasa kuna saa ya kutoa ule Misri ndani, kutoa ile hali mbaya ambayo tulikuwa na. Hiyo ndio inaitwa deliverance. Na hisa ndio ile kuingia kwenye mavitu kama haya. Kwa sababu gani? Wengi awali hiyo maziwa na asali. Kitabu cha Petro kinasema kwamba mnawaahidi watu uongo, na wakati huo pia nyie mkiwa katika hiyo hali ya kufungwa. Kwa hiyo tunaahidi watu ukombozi, lakini pia sisi ambao tunahubiri tunapata hatujakombolewa katika hii. Kwa hiyo hii nguvu ni mimi ninamwambia ili bwana, no, mtu anapompokea Yesu bado kuna nafasi ya kufunguliwa leso. Amen. Yeah. Amen. Shalom Apostle. Shalom. Kama wewe ni kijana wa kiume na ukamoa dada aliye bastard, hiyo italeta madhara katika familia yenu? Inaleta madhara sana. Ndio maana inatakiwa wajifungue wote. Yaani hii inakuwa mbaya, kwa sababu kama mmoja yuko sawa mwingine hayuko sawa, inaweza kaleta shida kama ile ya Abigaili na yule Nabali kwenye familia. Ni lazima kuna kuwa tatizo, lakini si kwamba waachane. Inabisa kushughulikia, sasa ni roho ndogo inaweza ikatolewa. Amen. Tuna message nyingine nasema shalom dadini, saa 11 jioni au ya alasiri? Saa 11 ya jioni. Jumanne. Huyu bwana huyu saa 11 ya jioni. Ndio, baada ya kazi. Amen. Anasema Apostle, nakupa hai kwa haya mafundisho, ila na kushauri ufanye kongamano kuvunja hizo roho, tuwe huru, maana huu ndo ukweli. Mimi Elinas wa Jerusalem Kingori. Amen. Tafanya hivyo. Na akaongezea akasema Mungu akuhifadhi, mafundisho yametuweka tumejifahamu. Amen. Shukuru sana Mr. Elinas. Kingori ni anahitaji ufanye kuandaa kongamano. Amen. Shalom studio, shalom baba, kweli wewe ni Musa wa kizazi hiki. Kwangu mimi wewe ni Zaburi ya 119 105. Uko juu sana baba, uishi miaka miti. Mama Janet Ngusero. Asante sana Janet. Message zinaendelea kuingia ni nyingi. Message inasema shalom baba yangu, asante kwa mafundisho yako. Mimi Debra, asante kwa mafundisho yako. Asante sana Debra. Tena. Amen.
Shalom, shalom. Baba wa washindi huku Kisongo tunakusikia vyema baba, yani huku ni good sana. Naitwa Janet. Amen, asante Janet. Kisongo hiyo. Ndio. Amen. Kutoka Kisongo. Na wakati huu basi msikilizaji, nafikiri tutakuja kusoma ujumbe mfupi awamu ya pili baadaye kidogo. Baba, pengine naona ulikuwa na lingine la kuandaa hapo. Ndio, kuna vitu nataka niviweke vizuri wakati watu wanaenda kutoka kwenye hii mambo. Hizi nguvu ziko kali sana na ni romba inaweza karibu maisha ya watu kwa kina kikubwa sana. Na kama wanaandika kule, wataandika hizi points hizi 5 za hizi roho. Inapoingia ndani ya watu, mbali na zile ambazo nimewatajia pale, huwa rejection inapokuwepo, inapomshika mtu kwa sababu ya ile nguvu ya bastard, huwa haiwezi kutengwa na rejection. Mtu anapokuwa na nguvu ya bastard, rejection ya kukataliwa lazima isafiri naye. Kwa mtu anapoona ile hali za kukataliwa, hiyo nguvu lazima ajue ipo ndani ya kwa njia moja ama nyingine. Hatuwezi kukaa na kufafanua hii moja tu, lakini kuna nguvu ya kukataliwa inatembea na mtu. Unakataliwa popote na kwa chochote, vitu ama watu wanamkataa mtu. Ya pili inakuwa ni hii deception. Mtu kukatizwa, anakatizwa vitu zake, asifikie, asiingie katika mambo ambayo ni muhimu sana kwa sababu ya hiyo nguvu ya bastard. Huwa lazima ikatize watu wasifikie hatima zao. Ndio maana unaweza kuona watu wanakaa wanapanga mbinu au vitu vizuri kwamba tuanzishe mambo fulani, tukae tuanzishe kampuni, biashara, watu hawawezi kwenda. Ni kwa sababu ya nguvu ya bastard. Kwa hiyo inasababisha watu wajaribu kufanya vitu, wanakatizwa, hawawezi kwenda. Alafu ya tatu ni kulose. Watu wanapita kwenye spirit hiyo nyakati za losing, wana lose vitu, wanapoteza vitu. Mtu anapoteza vitu vya thamani, mtu anapoteza watu wa thamani, mtu anapoteza pia posti za thamani. Kwa hiyo kuna hiyo nguvu inafanya kazi kwenye maisha ya watu, inapoteza nafasi zilizo za thamani, inapoteza watu. Kuna mtu kazi, yani ajue kwa nini, lakini anapoteza watu bora katika maisha yao. Hili ni moja ya tatizo. Mtu anapoingia kwenye hii nguvu ya kupoteza, huwa anaishi kwenye nafasi ya 4, inaitwa stagnation. Mtu ana stuck, vitu vinakuwa stagnated, mtu hawezi kwenda. Kila kitu unachokifanya kinadumaa, au unaanzisha kitu kwa nguvu kinadumaa pale pale. Ni nguvu ya bastard inazalisha mambo haya. Na ya 5 inakuja kuleta kitu kinachoitwa failure. Kwa hiyo mtu anashindwa vibaya katika mambo anayokusudia kuyafanya. Kila kitu unachokifanya huwa mtu anashindwa. Yaani hiyo nguvu ya kushindwa inaendelea sana. Na hii nguvu imetokana, shetani anasababisha bastard hakisaidiwa na wazazi. Wazazi wamechangia sana kutokuwa ile mkakati ama mpango wa ile kuzaa. Watu wanaingia kwenye uzao ovyo bila mpango mzuri, huwa inatengeneza hii nguvu ya bastard. Na ili mimi nimalize hapa, ningeenda haraka sana kwenye kitabu kile cha Samuel wa kwanza 12. Ule mstari wa 5 au mstari wa 15, Biblia inazungumzia vizuri kuhusiana na nguvu ya bastard. Tunapozungumzia nguvu ya bastard, hatima ya mwisho ya spirit ni nguvu ya kifo. Inaua kabisa na inapoteza. Hii nguvu kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza 12 mstari wa 25 tunapata story nzuri ya Daudi pamoja na mtoto wake Suleiman. Daudi aliwahi akiwa yeye pamoja na mwanamke mmoja mrembo sana ambaye alikuwa ni mke wa mtu ambaye alikufa Uria. Huyu Daudi akaenda akapata mtoto. Alipochukua ile mwanamke akalala naye akapata mtoto. Daudi alipopata ile mtoto akafa. Kwa hiyo tunapozungumzia kuhusu nguvu ya bastard, ni nguvu mbaya. Ukisoma kitabu cha Samuel kinafafanua vizuri sana. Huyu mtoto wa kwanza akafa. Biblia inasema kwamba wakati huyu mtoto amezaliwa, kabla hajafa Daudi akaingia. Ukisoma Samuel wa kwanza 12 mstari wa 15, Daudi akapata mtoto. Mstari wa 16 Biblia inasema kwamba Daudi akaingia kwenye fasting. Daudi anaenda kufunga. Biblia inasema kwamba basi Daudi akafunga. Mstari wa 16, Daudi akafunga siku 7 days fasting. Anafunga alafu analala chini, halale kitandani. Kwenye Samuel wa kwanza 12 mstari wa 16 akafunga siku 7. Mstari wa 18 anasema ikawa baada ya siku zile 7 za fasting mtoto akafa. Kwa hiyo kwa hiyo bastard ni nguvu ambayo unaweza kaipigania, na usipoiweza huwa ni nguvu inaua. Kwa hiyo unaweza kuona Daudi anampigania mtoto kwa siku 7. Sasa sijui kuna wale ambao wanafunga asubuhi mpaka jioni pekee. Daudi alifanya fasting ya 24 hours na bado analala chini, lakini mwisho wa siku ya 7 mtoto anakufa. Mstari wa 20 wa kitabu cha Samuel wa kwanza 12, Samuel wa kwanza 12, Biblia inasema kwamba Daudi huyu, I think ni Samuel wa pili, Daudi akaenda, mstari wa 20, akaenda akaomba, akatengeneza
baada ya Daudi kutengeneza maisha yake yeye na Mungu, sasa ule mstari wa 20 watakisoma wataona unavyoeleza. Mstari wa 24, Mungu akampenda mtoto wa pili ambaye alizaliwa. Kwa hiyo mtoto wa pili alivyozaliwa ni kama vile kaburi la pili latengenezwa baada ya kaburi la kwanza. Daudi akawa ameshatengeneza. Mungu akampenda huyu mtoto. Lakini huyu mtoto ili aweze kukaa vizuri, Biblia inasema kwamba ikabidi Daudi amchukue huyu mtoto, amkimbize kwa mikono yake kwa Nathan. Huyu Nathan akamchukua ile mtoto, akambadilisha. Mtoto aliitwa Suleiman, huyu Nathan akamuita huyu mtoto Yedidia. Neno Yedidia maana yake ni kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo nataka kuzungumzia ni hivi kwa wasikilizaji kwamba ili uweze kushinda nguvu ya bastard inahitaji si tu kuomba binafsi. Kama huyu bwana Kingori aliyezungumzia kwamba inahitaji kuandaa conference. Conference ni nzuri, lakini pia hiyo haitoshi. Inatakiwa pia kutafuta spiritual father, kutafuta baba wa kiroho, kutafuta proper man of God, mtumishi wa Mungu sahihi kabisa. Kwa sababu unaweza kuona Daudi ameona amshazika. Sasa hapa sije nikapoteza mtoto mwingine, akamchukua ile mtoto akamkimbiza kwa Nathan. Nathan alivyompokea, huyu Nathan alipomshika tu huyo mtoto akambadilisha jina. Aliitwa Suleiman, lakini Daudi akamuita Yedidia. Baada ya kumuita Yedidia, mstari wa 25 akamuita Yedidia, yani maana yake huyu ni kwa ajili ya Mungu. Na aliyemuita Yedidia si Mungu, aliyemuita Yedidia si Daudi, ni Nathan, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo unaweza kuona watu wanatakiwa kutafuta mtu wa Mungu ili waweze kufunguliwa kutoka kwenye hizi nguvu. Na hii wasifanyie tu mzaha ama utani. Hii watafute mtumishi wa Mungu. Tanzania kulikuwa na uzembe fulani. Watu tu wanakaa tu pale, ni kama vile mtu anasema mtumishi wa Mungu, hebu niombe. Kuna vitu ambavyo huwezi kuombewa tu kwenye simu. Kuna vitu huwezi kutumia. Kuna vitu lazima uende. Ni kama vile huwezi kumwambia daktari, hebu naomba unitibu kwa simu juu kwa juu huko. Lazima uende pale. Kwa kuna vitu lazima watu watafute church, waje church waweze kufunguliwa. Ndio maana tunazungumzia pale kwamba ili uweze kutoka kwenye hii nguvu lazima upate spiritual father. Asante sana. Naam, wakati basi msikilizaji, awamu ya pili ya ujumbe mfupi maandishi, tafadhali kama ujumbe kama 2-3 hivi tuweze kuchimisha. Okay, anasema Bwana Yesu asifiwe. Apostle, nimebarikiwa sana. Je, unaweza kujitoa mwenyewe baba au? Nimefikiri nilielezea hapo inapokuwa. Shalom baba, mimi ni John. Nilizaliwa nje ya ndoa na mwanamke niliyemuoa. Nilizaliwa nje ya ndoa na mwanamke niliyemuoa na alizaliwa nje ya ndoa. Kwa hiyo ndoa yetu ilikuwa haina amani mpaka tumeacha hiyo roho, mpaka tumeachana. Hiyo roho nifanyeje? Maana hata nikiomba kazi huwa sipati. Mimi John wa Sanawari. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo roho nilieleza pale kwenye kitabu cha Waamuzi 11 kwamba hii roho ya bastard inatafuta mwenzake. Kwa hiyo hii roho inakusanya watu kama vile huyu bwana imeenda imemchukua yeye, alafu katafuta mtu mwingine ambaye amezaliwa kule. Kwa hiyo wanaishi hapo ndani, wanampenda Mungu, lakini sasa wanaishi na hiyo nguvu. Kwa hiyo nguvu inawaondolea enzi. Uweze kupewa, ndio ile kitabu cha Ayubu 14 anasema kwamba uweze kupata chema kwa kilicho kichafu. Uweze kupata utajiri kwa kumwajiri mtu ambaye ni najisi. Kwa hiyo unaweza kuona mtu anatafuta kazi uweze kwenda. Au watu nafikiri Sanawari si mbali sana, watafute church ilipo waje wafunguliwe wakianza na Jumanne. Amen. Yeah. Anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Mimi nimezaliwa katika hali ya nje ya ndoa, na katika upande wa mama tupo watatu ambao ni familia tatu. Tupo watoto ambao ni familia tatu, yani baba watatu. Na mimi ni wa kwanza. Na upande wa baba wa pili amezaliwa wa kiume na ameshaoa, ana mtoto. Nadhani sasa ana mwaka mmoja. Nisaidie mimi Apostle. Mimi naitwa Peter Blas Nyaki, nipo Tindigani Kijenge. Mwisho nimepanga kwetu nilikozaliwa nikalelewa na bibi mzaa mama. Hana kikao. Nafikiri hana makao katika ndoa. Nifanyeje ili nitoke kwenye hili tatizo? Nafikiri Kijenge hahitaji atatoyo. Huyo chache anaifahamu, waje kuanzia Jumanne. Watu waje wajifunze na wafunguliwe kutoka kwenye hizo nguvu za bastard. Unaweza kuona hili ni tatizo kubwa sana kwenye maisha ya watu. Sana. Ndio. Anasema mimi nilifukuzwa kazi, lakini nikasema baada hapa kuna maisha kweli. Nikapata kazi nzuri kuliko ile ya mwanzo. Nafikiri ushuhuda pia kwamba hiyo roho ya bastard sio kwamba ukifukuzwa kazi tu ndo una hiyo roho.
Hapana, si kwamba ukifukuzwa kazi kwamba ndio. Ndio, hapana. Sio ukifukuzwa kazi, lakini pia mtu anaweza kuwa na hiyo akafukuzwa kazi, akatoka akapata mahali bora zaidi na akafukuzwa tena, asiweze kudumu. Kwa hiyo hiyo nguvu ni mtu anaweza kusema hiyo nguvu huwa haifanyi kazi kwenye eneo la kazi peke yake. Wewe unatafuta mahali ambapo ikifinya hapo mahali utapasikilizia. Kwa hiyo huwa unaweza kuwa hivi bastard wengine ni wafanyakazi wazuri. Wako huko wengine hata ni viongozi wa nchi. Na sehemu yote lakini kuna mahali uwe inashika. Na tunapozungumzia bastard hatusemi tu Tanzania, duniani. Kuna watu kwenye posti nzuri lakini ni shida kule mahali yupo. Kwa hiyo kuna imegawanyika. Cha muhimu ni watu kutoka kwenye hiyo. Naam. Ndio. Amen. Tuna Pastor Edward anasema baba wewe juu sana, maana nasi wachungaji tunajifunza hiyo nguvu ya bastard. Amen, nashukuru sana Pastor. Geoffrey, tuendelee maki message bado ziko nyingi. Nafasi ujumbe mbili pengine kwa mwisho kabisa. Tunaye Geoffrey Robert. Shalom studio. Asante Mungu kwa kutupa Apostle Vincent Mkala kwa kutufundisha siri za ufalme. Amen. Baba Mungu akuhifadhi na kukupa mafunuo kila siku. Amen, nashukuru sana. Wewe ni mbegu ya Mungu maishani mwangu. Amen. Geoffrey Lukali, huyu ni wa Mwanama. Amen. Wajina huyo. Wajina. Shalom studio, tunamshukuru Mungu kwa kipindi hiki cha Liberation Hour. Mungu akubariki sana Apostle kwa kutupatia siri za thamani na ukweli katika kizazi chetu. Pasipo wewe siri hizi tusingezijua. Mungu azidi kuhifadhi, tunakupenda na kufurahia kufundishwa na mtu mkuu kama wewe. We salute you sir. Amen, thank you. Naam, asante. Na kuna mwingine hapa anasema mchungaji anaongea pointi sana na muombea kwa Mungu aendelee kutufundisha mengi zaidi. Ni mimi Grandes wa hapo Njiro. Ametumia studio. Lakini pia kuna Jerusalem hapa anasema kwa hali hii 80% wa Tanzania wanaweza kuwa bastard. Inawezekana, kuna uwezekano zaidi ya 80. Kuna uwezekano mkubwa sana. Labda mimi nimepatia slogan yangu ya wiki hii. Slogan ya wiki inasema lose yourself. Kwa njia ipi utajifungua mwenyewe? Jipeleke kama vile Daudi alivyompeleka mtoto wake kwa kuhani. Kwa hiyo hii inasema lose yourself, maana yake ni kwamba sasa jipeleke mwenyewe kwa kuhani kama vile Daudi alivyompeleka mtoto wake ili asife. Kwa hiyo ili usife jipeleke. Maana yake leo unapozungumzia nguvu, hata kama baba mzazi yupo au mama mzazi yupo na wanajua kabisa kwamba mtoto amezaliwa kama hiyo akiwa na hiyo spirit ya bastard, lakini hawezi kutoka kwenye hiyo nguvu kwa sababu katika somo tulijifunza mtu anasema mama, wakati tunafundisha wiki iliyopita nilimwambia naweza kueleza hii kwenye radio lakini sitamkutaja jina kama ushuhuda, akasema ndio. Kwa hiyo kuna mtu mama yake alifanya kazi baa, akabakwa, akapata ujauzito akiwa kule baa. Alafu akiwa baa anasema akabakwa tena mara 2 zaidi akiwa mjamzito wa huyo mtoto. Wakiwa na mama yake ndo namueleza juzi Jumapili. Anasema kwamba na amekuja kuishi na siku ile anazaliwa amezaliwa kwenye store ya bia kwenye makreti kule bar. Sasa mamake anamwambia hebu angalia mambo haya yote, na sababu nzuri yeye alikuja chachi leo. Alinitumia ujumbe kama nimeshafika na ameona kufunguliwa kuanzia kwenye ibada hiyo. Kwa hiyo Biblia inasema Daudi akampeleka mtoto wake kwa mkononi mwake mpaka kwa kuhani ambaye anaitwa Sasa anaitwa Nathan. Sasa ili uweze kutoka pale Isaya 52 inasema lose yourself. Lose yourself maana yake jipeleke kanisani mwenyewe. Mzazi leo haizi kukuambia unajua ndiko za mtaroni kwa hiyo twende hivi, hapana. Hiyo ni lazima inatoka si mpaka mzazi ashughulikie chochote. Inatoka kwa mtu unapojua tu hapa kuna hivi, hizi dalili hizi ni dalili za bastard na ziko mingi sana. Kwa hiyo katika hizi dalili ngoja nijipeleke chachi mwenyewe. Kwa hiyo waje kanisani wafunguliwe. Naam, asante sana. Naona bado tuna dakika 5 Geoffrey. Za kumalizia. Tumepewa dakika 5 za bure tena. Mimi ngoja nisome hizi message chache. Shalom studio, tunamshukuru Mungu kwa kipindi hiki cha Liberation Hour. Mungu akubariki sana Apostle kwa kutupatia series za thamani na ukweli katika kizazi. Huu ni Lucy. Amen. Shukuru Lucy. Message nyingine nasema baba, Mungu akubariki dadi, uwe na enzi. Na yaelewa sana mafundisho yako. Nashukuru sana kama anaelewa. Huyu ni Dora. Nafikiri mpaka kutendea kazi anatenda. Anayefanyia kazi. Amen. Shalom dadi, mimi naitwa Emma John. Naomba jamani, natamani dadi afundishe pia kwa ajili ya afya.
maana yeye ni kila kitu, anagusa kila sekta ya binadamu. Mungu akubariki, akuhifadhi sana. Nashukuru sana. Amen. Anatamani ufundishe kuhusu afya. Ndio nafikiri iko siku nitapanda kivingine hapa. Amen. Lakini sasa nitakufundisha mambo ya vegetarian, atasema jamani nitakufundisha mambo kwa Rastafarian. Tuna message nyingine, anasema ni Jerusalem, anasema shalom baba huko juu, na kuomba uandae kitabu kwa mafundisho, kwani si wote wenye mitandao. Ni kweli. Tashughulikia yote, make ni agizo. Mungu alisema kwenye kitabu cha Ufunuo, andika. Andika kila mahali. Kwa hiyo kuandika ni mfumo wa Mungu. Kwa hiyo tutafanyia kazi. Kuna message nyingine nasema shalom dadi, nimejifunza vingi sana mimi Ana. Thank you. Mungu akubariki. Asante sana. Nimebarikiwa dadi hapa nyumbani. Mimi Triza. Nafikiri wako watatu wametuma kila mtu na message yake kwa namba hii moja. Amen. Amen. Nashukuru sana. Amen. Message nyingine nasema shalom apostle, mimi ni Noel wa Sinoni, nilikuwa nauliza ukijigundua una roho ya loneliness, upweke, unatakiwa kufanyaje? Nguvu unajua uwezi ndio maana nasema hizi hazifanyi kazi kwenye counseling kwa sababu ni spirit. Spirit huwezi kuishinda kwa counseling. Spirit unaishinda kwa prayer na kujifunza, ni akili kichwa. Kwa hiyo watu kama hao wanatakiwa wafike chachi wafundishwe, ili kwamba sasa unapojua kwamba ni hii hapa mtu anaweza kuishinda. Lakini tukisema ngoja nijichanganye tu na watu, au hawezi kuishinda kwa sababu ni spirit inakutenga na watu. Kwa hiyo huwezi kutumia mwili na damu kwa ajili ya kuishinda, ngoja ni force kukaa na watu. Hii ni nguvu ya kiroho, inatakiwa prayer kabisa na kujifunza kuigundua. Amen. Ndio. Kuna mwingine anasema shalom dadi, hiyo ilinitesa sana na kwa muda mrefu nimekuwa nikishughulikia hiyo roho na sasa nipo vizuri. Amen. Mungu akubariki. Amen. Baba Nuru wa Himo. Nashukuru sana. Paka Moshi Himo. Nashukuru sana. Nuru amejifunza, ilimtesa, amejitoa. Hii ni heshima sana kwa Nuru. Big up. Amen. Amen. Nyingine nasema mafundisho ni mazuri, naomba Mungu ili muongezewe muda kwenye nilishasoma. Amen. Asante. Amen. Asante sana. Namba simpendo msikilizaji, kwa wakati huu tunakushukuru sana kwa kuweza kushiriki nasi, lakini kabla tujaweza kufika mbali zaidi na kuelekea kulikunja jamvi hili, meza ya mawasiliano hapa tafadhali, kwa kuendelea pengine msikilizaji anaendelea kusikiza kipindi hiki, mawasiliano na namna ya kuweza kupata chache hapo Victor Faith. Mawasiliano kama nilivyotoa pale mwanzo kabisa, namba ya simu ni 0754 287424. Lakini pia tuna Facebook pages zetu ambao ni Liberation Hour, tuna Victory Faith Ministries na Apostle Vincent Mkala. Kwa upande wa website pia ni www.apostlevincentministries.com na Twitter account ni Apostle Vincent M. Lakini pia kwa wale ambao wana uwezo wa kuangalia Milan Cable Television, kipindi huwa kinarushwa kila siku ya Jumapili kuanzia saa 11 jioni. Na ni kipindi pia cha lisali moja. Kwa hiyo baada ya lisali moja ukishaangalia Milan Cable una tune tu, unaenda mambo jambo kusikiliza tena mafundisho zaidi. Mpaka hapo sina la ziada Geoffrey. Asante. Lakini pia kwa upande wa YouTube kipindi hiki kinasikika kote duniani. Nashukuru umenikumbusha. Pia wanapo Google tu Liberation Hour Apostle Vincent, watapata mafundisho yote toka kipindi kilipoanza mwaka jana mwezi wa 8. Yanapatikana tarehe 3. Asante sana kwa meza ya mawasiliano hiyo. Na Lydia Lekule ndiye ameweza kuhitimisha hongwe hiyo. Baba tayari umeshatoa neno la mwisho. Umeshatoa neno la mwisho, na nimekwambia kwamba unikumbushe, lakini nikumbuka mwenyewe. Nafikiri pia na nani wetu hapa manager wetu hapa naye nafikiri atabidi atueleze kwa miaka 18 ilikuwa. Asante sana. Asante. Baba, kuna kitu kingine pia nafikiri kwa wiki ijayo kama utapata nafasi pia ya kuweza kuendeleza somo hili. Kuna familia zingine, watoto wengine waliozaliwa nje wanakuja pia wanakuwa wakombozi katika familia fulani, pengine kama wanafanyika kuwa wakombozi kwenye familia za baba, kama baba ametoka nje lakini
wazazi wa baba ambao ni halali hawapati mwendo, wanakosa mwendo kabisa, lakini mtoto ambaye wa nje ndiye anakuja kuokoa ile familia. Hiyo pengine nafikiri kama nitaendelea nilisema nitazungumzia maana yake anaweza kuja kuokoa ama akaila. Ama akaila. Akaila kama wale ng'ombe wa Farao. Walikula ng'ombe wengine kwa hiyo. Kwa kama nitaendelea nitaeleza, kama sivyo nitawaita church. Yeah. Asante. Namba simpendo msikilizaji, kwa hapo nasi tunakushukuru sana kwa kuweza kushiriki nasi na tukutakia kila laheri katika mawasiliano hayo ambayo tayari umeweza kuyapata kutoka kwake hapa Lydia Lekule. Lakini wakati huu pia tuendelee kukutakia wiki nzuri katika siku 7 zote hizi ambapo mtumishi wa Mungu ameshatoa neno la kulilizi na kuweza kupata mwendo katika safari yako ulionayo. Mimi naitwa Geoffrey Julius. Kwa muda wote huo ulikuwa nasi hapa katika kipindi hiki Saa ya Ukombozi. Hadi mara nyingine, wakati mwingine, panapo majaliwa. Bahati bukuku, walaka wa amani. Karam mjena amani esa kwa maombolezo huku Wayahudi wakiendelea na man uliowafanya Wayahudi washindwe kula na kunywa wakati ule. Waraka wa amani uliowafanya Wayahudi washindwe kula na kunywa wakati ule.